Mwenyekiti wa ibada ya jioni ya leo naitwa Nashon Enos, ni mzee wa kanisa, lakini pia ambaye atatuletea somo jioni ya leo ni mtumishi wa Mungu Bukelebe Edward Ngelela. Basi kwa sababu naona sina kwaya, naomba nimkaribishe moja kwa moja aje atutolee neno la Mungu na Bwana awabariki. Karibu. Mbinguni. Mbinguni ni wapi? Mbinguni ni wapi? Mtu mmoja alipo Mtu mmoja alipoulizwa swali hili, yeye alijibu, mbinguni ni eneo lililo na nafasi isiyo na kikomo, linalokaliwa na roho zisizokuwa na mwili. Lakini mtu mwingine pia alipoulizwa swali hili, yeye alijibu, mbinguni ni mahali kusikojulikana, yaani ni anga lisilofahamika, lililojaa roho zisizoweza kuguswa. Mbinguni ni wapi? Mwingine alijibu, mbinguni ndiyo makao yetu ya baadaye, ambako majumba ya kifalme yanaandaliwa kwa ajili yetu, hivyo mbinguni ni nyumbani kwetu. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu, Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu. Asante kwa sababu umetupenda. Asante kwa sababu umetupatia afya njema. Asante kwa sababu umetupatia nafasi ya kuweza kufika katika ibada hii ya kufungua Sabato. Lakini zaidi tunakukaribisha utufungue wakati huu wa ibada. Kwa wakati huu kila mmoja wetu, Mungu Baba wa mbinguni, akapate neema na farijiko mioyoni, katika jina la Yesu, amina. Basi kila mmoja wetu ni mualike achukue Biblia yake na afungue katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Somo letu la leo linasema mbinguni. Katika kitabu kiitwacho Dhiki Kuu, nabii wa Mungu anaeleza utukufu aliouona mbinguni kama ifuatavyo. Anasema, mambo ya ajabu niliyoyaona kule siwezi kuyaeleza. Laiti kama ningaliweza kuongea kwa lugha ile ya Kanaani, hapo ndipo ningeweza kusimulia kidogo tu juu ya utukufu wa nchi ile bora. Nabii wa Mungu anaendelea kueleza akisema,
Lugha ni dhaifu kabisa kujaribu kueleza jinsi mbinguni kulivyo. Mandhari ile inapoonekana mbele yangu, nashikwa na mshangao, natekwa na uzuri ule usio na kifani na utukufu ule mwingi mno.